Karibu sana, naweza kukujuza makabila yenye wanawake warembo zaidi Tanzania. Haya ndio makabila yenye wanawake warembo zaidi Tanzania inavyosemekana. Karibu sana hapo Amkaya TV. Asini mtandoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Leo tunakuletea ama tunaleta hili kwako mdau wetu. Ruksa pia unaweza kuweka comment yako hapo chini kunako top 10 ya makabila yenye wanawake warembo zaidi Tanzania. Kwa maana unapoizungumzia Tanzania ukumbuke ni nchi ambayo iko na makabila zaidi ya 120, lakini kwa leo tunaangazia uzuri wa mwanamke wa Kitanzania kupitia makabila yao tofauti tofauti. Ikumbuke huu sio msimamo wa Amkaya TV. Hii sio kubeza wala kushusha hadhi ya kabila lolote hapa Amkaya TV, bali tu ni kwa mjibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimewahi pia kuripotiwa na kufanywa na Trap4. Haya ndio makabila ambayo yametajwa sana kuwa yana wanawake warembo zaidi nchini Tanzania. Je, kabila lako liko hapa au unahisi kama liliachwa? Usiondoke, hakikisha kwanza una subscribe, una turn on notification na unabonyeza alama ya kengele hapo Amkaya TV. Asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Tukianza na nambari 10. Nambari 10 utawakuta Wadigo. Kabila la Wadigo wanapatikana mkoani Tanga. Ukifika Tanga, kwa Wadigo, wanawake hawa wako na mvuto wa kipwani pwani. Ngozi zao ni zile laini na sauti yao ni ile ya kuvutia. Wengi wao wako na haiba kipekee sana, tofauti na makabila mengine. Nambari 9 ni Wasukuma. Hao utawapata Mwanza, Shinyanga, Geita, Simiyu. Wanawake wa Kisukuma wako na mvuto wao wa kiasili, nguvu zao na uzuri wao wa Kiafrika halisi. Ni miongoni mwa wanawake wachapakazi, walio na uvumilivu, ni wapole na wenye sanaa, ni wazuri asilia kabisa. Ni wapole sana na ni wazuri kwa uasilia kabisa. Nambari 8 ni Wanyaturu. Utawakuta Singida. Uzuri wao ni ule wa asili kabisa na wamekuwa kijulikana sana kwa unyenyekevu na haiba yao ile ya kuvutia, na ni miongoni mwa wanawake wachangamfu, halafu wanajiamini sana. Watoto wa Malkia Aliti Kidan hawa ni wazuri. Ukifika Ikungi, Itigi, Manyoni au hata Iramba, nenda ukaone uzuri wao namna ambavyo wamejariwa. Nambari 8. Nambari 7 ni Wahaya. Hawa utawakuta Bukoba na baadhi ya sehemu za wilaya za mkoa wa Kagera. Wanawake wa Kihaya wao wanajulikana kwa ngozi zao laini, nywele zao nzuri, wakiwa na mvuto wao wa kiasili. Wengi wao wana sura za kupendeza sana. Huko ndiko nyumbani kwa miguu ya bia, rangi piwa kabisa, wana weusi fulani hivi ule wa kung'aa. Ukifika Bukoba utafurahia uzuri wao. Na kingine ni au basi. Nambari 6, Wamasai. Utawakuta Arusha. Wanawake wa Kimasai ni wanawake warefu, wana urefu wa kuvutia, shingo zao pia ndefu fulani hivi, na wako na muonekano wa kifahari, na mwendo wao ni ule mwendo wa kunyata kama wa twiga. Huko mavazi yao mara nyingi yamekuwa kinakishiwa na mapambo ya shanga, ambayo mapambo hayo pia yamekuwa kiongeza uzuri wao maradufu na kuwafanya mabinti wa Kimasai kuonekana wanawake wazuri na wanawake warembo sana. Nenda Arusha, nenda Umasaini ukajifunze. Nambari 5, Wapemba. Hawa utawakuta Zanzibar. Hawa ni kati ya wanawake wenye mvuto wa Kiarabu na Kiafrika ambao umeungana kwa pamoja. Wanawake fulani hivi, ngozi zao laini na mitindo ya mavazi imekuwa inawafanya wawe tofauti sana, lakini ni miongoni mwa wanawake wazuri sana na wenye muonekano wenye kuvutia. Nambari 4, hawa ni Wanyiramba. Utawakuta Singida. Uzuri wao unaonekana zaidi kwenye asili ya nywele na umbo lao kwenye uso. Ukiwatizama wana nyuso fulani hivi, wanajulikana kwa ukarimu, ucheshi, na pia ni miongoni mwa wanawake ambao ukibahatika kuishi ama kukaa naye ama kuwa naye kwa mahusiano utamfurahia sana. Wamejawa huruma na ucheshi, kwao ndio jadi. Watoto wa Kinyiramba hawa wanaenda Singida. Nambari 3, Warangi. Hao utawapata Kondoa.
ni wanawake wa Kirangi. Wao wana mvuto wa kipekee na wa uso pamoja na macho yao yenye kuonesha kama hisia. Wao wanasema macho yanazungumza. Ukiona watoto wa Kirangi utafahamu kwa nini wao wanasema hivyo. Wana macho yenye hisia, ni watu wa kupenda mila na desturi zao, wana karangi fulani hivi, sura zao za bashasha na kisura fulani hivi ambacho kimepambwa na pua zenye mfanano na pisi fulani na pua zenye mfanano na wanawake fulani hivi wa Kisomali wa rangi. Namba 2 ni Wabena. Hao watu wakuta huko Njombe. Uzuri wao unaambatana na unyenyekevu na tabasamu lao zuri, mara nyingi tabasamu la kuvutia sana. Pia ni wachapakazi na wavumilivu. Ukifika Njombe, nyumbani kwa Wabena, wanajulikana sana kuwa na haiba tulivu lakini yenye mvuto mkubwa, au watoto wa Kibena. Namba 1 ni Wailak ama Wambulu. Utawakuta huko mkoa wa Manyara. Wanawake hawa wanajulikana kwa umbile la kuvutia, ngozi zao laini na sura za asili kabisa. Ni wanawake ambao wanapenda sana utamaduni wao na mavazi yao ya asili yamekuwa yanawafanya wapendeze zaidi. Ukibahatika kufika Manyara, utakuja kutujuza siku moja. Tumekujuza makabila 10 yenye wanawake warembo zaidi. Wacha tukupe orodha yake na baadaye tukupe hata top 5 tena ya makabila mengine tuongezee hapa kunako hii top 10 yetu ya makabila 10 yenye wanawake warembo zaidi. Nambari 1 Wailak ama Wambulu, utawakuta Manyara. Nambari 2 Wabena wako Njombe. Nambari 3 Warangi wako Kondoa. Nambari 4 Wanyiramba wako Singida. Nambari 5 Wapemba wako Zanzibar. Nambari 6 Wamasai wako Arusha. Nambari 7 Wahaya wako Bukoba. Nambari 8 Wanyaturu wako Singida. Nambari 9 Wasukuma, utawakuta Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiyu pia. Nambari 10 ni Wadigo, utawakuta wako Tanga. Tukisema tukuongezee na bonus ya top 5 pia nyingine tena ya makabila ya wanawake warembo zaidi kwenye makabila yetu ya Tanzania, ambao ni makabila zaidi ya 120. Wapo pia Wasambaa, utawakuta Tanga. Ni wanawake wa Kisambaa. Wao wana sura za kuvutia na lugha yao upole pamoja na tabia yao yenye kujaa ukarimu sana. Huko ndiko kusema waje leo ondoka leo. Pia nambari 2 tunaweza tukasema Wamanyema wa Kigoma. Uzuri wao pia unaonekana kwenye muonekano wa kipekee na mchanganyiko wa asili za Kongo na Tanzania. Ni wanawake ambao wako na mvuto sana, ukiwa naye hutomjutia kabisa, ni wazuri hao. Nambari 3 ni Wanyakyusa au utawakuta Mbeya. Wanawake hawa wanajulikana kwa umbo zuri na nguvu yao ya asili pamoja na uzuri wao ule wa kiasili kabisa. Nambari 4 ni Wapare, utawakuta Kilimanjaro. Wanawake wa Kipare wana mvuto wa kipekee na sura zao za upole. Wengi wao hawapendi shari, labda uwe nalo wewe. Hawa mabinti wa Kipare muda mrefu wamekuwa wakijulikana pia kwa nidhamu na heshima. Nambari 5 ni Waha wa Kigoma. Wanawake hawa wa Kiha ama Waha wako na sura za kuvutia na haiba ya utulivu. Ni wanawake wapole, wanawake wanaojituma sana, wavumilivu na wenye uzuri wa kiasilia kabisa, na rangi zao asilia na macho fulani vya kichokozi. Nambari 6 bonus ni Wachaga, utawakuta Arusha na Kilimanjaro. Wanawake wa Kichaga wanajulikana kwa mvuto wao wa kisasa ambao umechanganyika na asili pamoja na urembo wao wa kuvutia sana. Ukifika huko utanijuza. Nambari 7 Wamakonde, utawakuta Mtwara. Hawa wana umbo la kuvutia na ngozi zao ambazo ni zile za kuvutia sana. Pia wana ujasiri na nguvu ya kipekee kwenye kupambana, ni majasiri balaa. Lakini swali ni, je, haya ndio makabila yote yanayowakilisha kweli uzuri wa Tanzania au kuna mengine yameachwa? Andika hapo chini kwenye comment, kabila lako ni lipi na unadhani nani anaongoza kwa urembo? Kama umependa hii video, usisahau kulike, kushare na kusubscribe na ubonyeza alama ya kengele. Wamkaya TV, asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Hapa ndipo tunapoleta simulizi, utamaduni na ukweli wa maisha ya Kitanzania kwa mtindo wa kipekee sana. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Ngosho Mkaya na hii ni Wamkaya TV, asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Angalizo jamani, ni jokes tu jamani, tusichukuliane poa.